Ujambo ndugu mtazamaji wa MWK TV. Karibu kujiunga nasi ndani ya kipindi cha Gospel ambacho kinakujia nami mtangazaji wako Esther Daniela. Na ndani ya kipindi hiki unapata fursa ya kuweza kusikiliza maisha ya msanii wa gospel, pia kazi zake ambazo anakuwa tayari amezifanya na kipi ambacho anatayarisha kukifanya. Pia ndani ya kipindi hiki unapata fursa pia ya kuweza kupata habari mpya za msanii wa gospel na pia impact ambayo kazi yake ya gospel inakuwa nayo ndani ya mji na pia ndani ya dunia nzima. Nikukaribishe tu kuweza kuungana nasi ikiwa tunakuwa na msanii ambaye tayari anakuwa mbele yetu. Jambo kaka na karibu. Jambo sana. Asante. Labda kwa mwanzo unaweza kujitambulisha, wewe ni nani na unatokea sehemu gani? Merci beaucoup. Kwa majina naitwa Roberto Lomalisa. Niko mwimbaji wa musique chrétien gospel. Niko hapa Uvira na nyumbani ni Kimanga. Asante sana ndugu Roberto. Labda kwa mwanzo unaweza kutakia nini watazamaji ambao wanakuwa wakikutazama kwa mida kama na hizi? Bon, na watakia kwanza asante, najua kuna wamoja watatufuata na wamoja watatufuata. Kitu na watakia ni kutia masikio, kusikia yale ambaye Roberto anaandaa na yale ambapo Roberto atakuwa anaeleza kuhusu maisha ya muziki anafanya na kitu gani ambaye tuko naandaa. Yeah, vizuri sana Roberto, wewe ni msanii wa gospel. Ndiyo. Na kama gisi kazi zako tukiziona, ni msanii ambaye unafanya vizuri. Asante sana. Labda tuambie historia fupi ya kazi yako ya gospel, maisha yako ya muziki, ulianza wakati gani na tokeo umeanza umefanya nini? Nashukuru Mungu. Muziki ya gospel nimeanza nawaza niko na miaka 12. Ndio sana nilikuwa ningali mdogo, nilikuwa nikifurahia sana kuimba muziki ya kidunia. Kina Fally, lakini wakati nilikuwa ningali mdogo nilikuwa nasema mimi napenda siku moja nikuwe kama Fally, kama Ferre, kama ni grand star wa muziki ya kidunia. Lakini kufika wakati moja nikaanza sikia muziki za gospel na mtu ambaye amenipatia shauku ya kupenda muziki sana ilikuwa ni mamangu. Ameshafariki tayari. Ndio mtu ambaye amenipatia ile hamu ya kupenda kusikia muziki ya gospel. Na ikafika wakati moja nakumbuka sasa tulikuwa tungali Katanga, nikajiunga na group moja walikuwa naita a cappella gospel. Wao walikuwa wanafanya muziki ya cappella tu. Nikaanza pale, sikugawia. Wakati tumefika hapa Uvira, nimejiunga na kikundi. Pale nimeanza naye amefariki tayari, nimeanza na ameitwa Nenkule Poso Ekoma. Kuna watu wengi walimshangia kwa muziki yangu katika gospel. Kuna Victoire Bifoko, Broza Nzuluni, kuna Alain Paluku mwenye kwa Kinshasa kwa majabu pour le moment. Kuna wengi sana, kuna Leader Kalerano, wengi vraiment wamesaidia kwa muziki ambaye gisi nimefikia leo. Na imeanza kabisa kuingia kwenye muziki ilikuwa ni 2009 nakumbuka tulikuwa tumeunda groupe pamoja na Jean Mukendi iko Lumbashi pour le moment, ambaye tumetoa nyimbo ya kwanza na ule Jean Mukendi. Kisha pale sasa nikaendelea ku group yangu ya kanisa parce que mimi naombea Minevam, nikaendelea pale. Mais ilifika 2017 nikasema nianze carrière solo yangu. Nikaanza vile pole mais hapa 2021 ndio nimefanya pamoja na Uvira News TV pamoja na wengine Shahidi TV tumefanya ambayo wanaita conference de presse ambayo nilionesha sasa kwa watu gisi naanza career solo yangu. Naanza kwa kifupi ni hivyo. Vizuri sana. Na so unatuambia tokeo umeanza ulikuwa na miaka 12, ulikuwa ungali mdogo sana, na alikupatia kabisa shauku ya kuweza kuingia ndani ya muziki alikuwa ni mzazi wako, mama yako ambaye tayari amefariki. Na so labda mama alikupatia shauku ya kuingia ndani ya muziki ya gospel ama ndani ya muziki ya profane? Ndani ya muziki ya gospel kwa sababu mamangu alikuwa kiomba sana, alikuwa ni Mkristo kabisa, aliomba sana. Na sisi tulikuwa tunaenda kanisani lakini ile Kikristo sana ikukua. Tumeanza kumuziki ya kidunia, labda
Havikukua sana. Ilifika mwema wakati sasa ndio nikakuwa nazogelea mama sana, na yeye ndio alikuwa mtu wa kwanza kanienda kuniandikisha kule. Kwa hiyo nimekwambia gospel kapela ndio amekuwa mtu ameenda nipeleka kule, anambia hapa utafanya muziki mzuri na najua italeta sifa kwa Mungu. Na so ufikiria kwamba sababu umesukumwa, pengine unaweza kuwa ulisukumwa ndani ya muziki ya gospel, na wakati ni mtu ambaye alikuwa anapenda sana muziki ya profane, ufikiria kwamba ipo siku utakuja kusema naacha muziki ya gospel na narudia ndani ya muziki ya profane? Ndio, kwa mwanzo nilikuwa niko sawa vile nimesukumwa, kwa sababu kuna mastyles moja nimekuwa nimefuata muziki wa kiimba alikuwa nyingi kabisa. Lakini wakati ambaye mimi mpekee nimepokea Yesu Kristo kwa Bwana Mwokozi wangu, ni mali ambapo nimesema ni mali ambapo mimi ningepasha kuwa. Ni muziki ambaye nimepasha fanya ni hii. Sio hiyo lakini nilikuwa nimewaza na njoo nikaishikilia mikono yote na hivi ninafanya kazi mzuri. Vizuri sana. Na so ulipoanza umetuambia kwamba umeanzia Katanga na ulipokuja umeonana na Alain Paluku ambaye kwa sasa anakuwa kwa Maajabu Gospel Tala, na pia ulionana na ndugu Mkenji ambaye mumefanya pia kundi. Je, tokea mumeanza kundi na Mkenji Alain Paluku mjawahi kutoa audio video hivyo? Pamoja na Alain, parce nilikuwa nimeshiriki kundi yake walikuwa wanaita The Graceful. Sikuweza kukua sana kwa sababu ya masomo, lakini pamoja na Jean Mukendi tumekazana kabisa, tukaenda Bujumbura, tumetoa mayimbo ilikuwa nimewaza 2009 hivi, lakini hazikuwa na nguvu. Na hiyo wakati vitu ya ma platform ma digital na nini hatukuwa tunavivamia, tulitia tu kwenye CD na muziki kapita hivyo. Na ilifika wakati wao wakaenda wengine wa university manini tukagablana hivyo. Na labda ufikiria kwamba ni uzembe wako wa kufanya kazi ya gospel ndio ulifanya muziki siwe na nguvu sana? No. Kwa hiyo wakati unajua sisi tunaelewa Mungu ana wakati wake. Mungu anafanya kila kitu kwa wakati. Na wakati tukielewa hii ni muda wa Mungu ya kufanya kitu fulani, tunatembelea na hiyo sheria ya Mungu. So kulikuwa ni muda ambaye ningepasha kwanza kujipatia nafasi ya kuenda kwa masomo, nimalize masomo. Labda muziki tulikuwa atuachilie muziki, tumekuwa tunachanga muziki na masomo vile kazi mingi ilikuwa ni kwenye masomo. Vizuri sana. Na so tukiachana na Alain Paluku, tukiachana na Mkenji, kwa sasa unafanya career solo yako na pia ni msanii wa gospel ambaye unajihusisha ndani ya vitengo vingi sana ili kuendelesha muziki ya gospel. Kwa sasa unakuwa na album ngapi? Kwa sasa siyakuwa na album, lakini nina masingle manyimbo ambayo nimeachilia kwenye account yangu ya YouTube. Ukiandika Roberto Lomalisa officiel utaona manyimbo nimeachilia. Kwanza kuna moja nimetoka kuachilia mwaka kumaliza mwaka hapa Desemba, nimeachilia nyimbo moja. Ni hivi tunaandaa album ya kwanza. Album yangu ya kwanza niko naandaa huu mwaka. So yani umefanya hiyo mawimbo kaitia kwa YouTube? Na so haujaziimba studio? No, zimetoka tayari studio. Nime-record tayari studio na zimetoka. Kukozi mwa iko mu video lyrics. Kukozi mwa ni ma audio tu. Zimetoka kwenye studio. Tumetumika pamoja na moja tumetumika kwa Leader Kalerano. Zingine nimetumika kwa PC Record. Na kwako unafikiria aje kuwa na album ya nyimbo? Ni kitu ya kwanza ninamshukuru Mungu kwa sababu hiyo inspiration imetoka kwa Mungu. Sio leo nimeanza kuandaa hiyo album. Depuis 2021 niko naandaa hiyo album. Ninajua watu watabarikiwa kwanza. Kwa mimi kufanya hiyo album ni historia, ni historia ambayo nimeishi, ni njia ambayo nimepita, ni masababu ya mingi ambayo nimeishi imenisukuma na pamoja na Mungu ni letele ile album. Na album yako unafikiria kwamba inaweza kuwa na nyimbo ngapi? Album yangu iko na nyimbo 8. Kazi. Na so kwa nini umesema hujakuwa na album? Kitu ambayo imekuja imesema imetuma hatujakuwa na album ni kufuatana na mamwaya na pesa, kwa sababu mpaka hivi ni kwa mkono wangu pekee niko najikaza juu album itoke. Na kutoa album sio kitu rahisi. Sio tu umeingia kwenye studio unaenda tunatoa nyimbo hivi. Tunafanya nyimbo iguse mioyo ya watu. Bila kugusa mioyo ya watu na itembee. Hatufanye muziki juu ya Uvira tu. Hapana. Juu ya Sud Kivu tu, hapana. Tunafanya muziki juu ya dunia nzima, kwa sababu Mungu ametutuma tuende ulimwengu mzima. Sasa lengo yetu iguse ulimwengu mzima. Sasa inabidi kuwa na muda na concentration ya mingi. Sana. Na so labda ndugu Roberto, kwako unachukulia muziki ya gospel kama nini?
Ya kwangu nachukulia muziki kama gospel kama nini, muniruhusu niseme kitu mu français parce que l'adoration c'est toute une vie, ni maisha mazima ambayo tunaishi. Kwangu mimi nachukulia muziki ya gospel kama ni maisha ambayo mimi naishi. Ni maisha ambayo mimi naishi. Mnayo ndani mwenendo yangu, mnayo ndani habari ya Mungu ambayo ninapana kwa watu, mnayo ndani kazi ambayo ninafanya kupitia muziki. Yeah. Na so kibinafsi unasema muziki ya gospel unachukulia kama maisha yako. Yeah. Labda tuambie msanii wa gospel yampasa kuwa na maisha gani? Kitu ya kwanza hakuna maisha ambayo imeokoka. Kwa sababu sisi ni taa, tunapasha angaza ulimwengu. Na sina labda muda ya kwenda ubiri. Ninajua kupitia nyimbo yangu inahubiri. Kutoka tu nyimbo, kwa sababu nyimbo haiko masemi au instrumental tunatia. Nyimbo ya kwanza ni sisi. Ni mimi ndio niko kama vile nyimbo ya kwanza, kwa sababu sisi ni hekalu ya Bwana ambayo tunaweza kuwa kama vile nyimbo ya kwanza. Mtu kwa sababu ili afikirie kusikia nyimbo yangu, anapasha nisikia kwanza mimi na kunitambua mimi na kuona mwenendo ambayo ninayo. Ninawaza hivyo. Ya vizuri sana. Na so labda unakuwa ukijihusisha tu ndani ya career solo yako, kuimba nyimbo, kwenda studio na mengineo, au na kitu kingine ambacho unakuwa ukijihusisha nacho ambacho kinakadiri na gospel? Kitu kingine mimi nafanya parce que niko ingénieur, nafanya kazi ya construction. Na hivi tunatumika pamoja, sijui mnamjua ingénieur Zembe ambaye ninasalimia, yeye ndio directeur wa projet ambayo tunayo. Ninatumika na Vision Construct. Ndio kazi ambayo ninafanya, ambayo na hiyo inanisaidia kusupport muziki yangu. Na kando ya hiyo ninafanya kazi nyingine ya Icebell ambayo tunayo inaitwa Lomai Africa, ambayo mimi peke na mimi kuna wasanii fulani wa gospel ambayo nina support kwa muziki. Yeah. Na so je, haujafikiria kufanya kitu ambacho kitakuwa kiko humanitaire? Yeah, tuko na mawazo mengi sana, kwa sababu hiyo Lomai Africa kuna maprojet ambayo tunayo caritatif, sijui ndaweza isema Mswahili, ya kusaidia wajane, mayatima na wengine, kusaidia wengine ambayo wajiwezi, kwa sababu mimi napenda kitu ya talent, art, mimi naipenda sana. Nina soutenir wengi ambao wanafanya kitu ya art, sio tu kwa muziki, hata kwa kuchora. Wengi wananijua kwa kuchora, nina support kwa vitu vingine sana, mimi na support. Yeah, na so unafikiria kwamba kitu ambacho unakifanya kuimba ujanzi ili kusaidia kazi ya gospel na kusaidia waimbaji wengine, inakuwa na impact kabambi sana mvile na pia ndani ya dunia mzima, itakuwa inasaidia nini watu? Yeah, kitu ya kwanza itasaidia watu nao kupanda, kwa sababu mimi naelewa kitu moja, kile mimi naweza kuwa nayo mwingine hawezi kuwa nayo, na kile kingine mtu anaweza kuwa mimi siwezi kuwa nayo. Kama mtu anaweza kuwa na kipaji fulani na mimi nina uwezo wa kusaidia hiyo kipaji, mimi naifanya bila nafsi, bila kitu moja ya hipokrizia ndani. Unasikia? Mimi najua kabla haitakuwa leo au kesho au huyo mtu nitakuwa nikisaidia kwenye ataenda, atakuwa reconnaissant kusema fulani kama nimefika hapa kuna watu ambao wamechangia, kama vile mimi nimesema kufikia mimi hapa kuna watu ambao wamechangia ili nifike kwa muziki ya leo. Unajua mimi najua kupitia wale ambao tunasaidia, kupitia hata mimi najua siku moja Uvira itakuwa imechange, Uvira itakuwa imesikilika kupitia nyimbo ambayo tunafanya. Ninakuambia kwanza albamu mimi naandaa, ninajua kama hapa Uvira watatambua kuna waimbaji ambao wanafanya kazi ya Mungu vizuri sana, na italeta sifa ya kwetu Uvira. Na so pengine labda je, unafanya kazi ili watambue unafanya kazi vizuri sana, wewe uko meilleur, ama unafanya kazi kwa ajili ya kuweza kuvuta nafsi ambazo zimepotea ili zimjie Kristo? Acha niseme sisi hatustahili. Ni Mungu ni Mungu ndio anastahili kati yetu sisi. Na kama Mungu ametupatia ile ujuzi, ile talent, kama naweza ita don, ni ili ya kuvuta watu, na Mungu anaongeza kwa mtu ambaye anayo. So yani unataka kujionesha, wajua kwamba mimi najionesha kupitia mimi nafanya najua na mimi najionesha kupitia ambacho Mungu anatia ndani mwangu. Biblia inasema hivyo. Mungu anaongeza kwa yule ambaye anayo. Hauna Mungu uongezi kitu. Kitu ya kwanza anauliza Musa, una nini mkono? Inabidi ukuwe na kitu. Unasikia? Unabidi ukuwe na kitu. Ninasifia kazi ambapo mzigo ambapo Mungu amenipatia ya kupeleka ulimwengu. Ninajisifia kwa ile. Na hiyo tunaifanya kupitia yeye. Nguvu ambayo ametupatia. Ni hivyo.
Na so unapojionesha najua na so kweli kama tunasema ni kipaji ambacho Mungu amekupatia na unakionesha kwa watu, unafikiria kwamba kweli kinakuwa kikisaidia sana watu kwa njia ipi? No, kusaidia watu kwa njia ipi? Kwanza ni kitu ya kwanza nimesema ni kufuatana na mwenendo yetu. Unasikia? Mwenendo paske inavutia. Na kufuatana na namna gisi ambapo tunafanya hiyo kazi. Unasikia? Namna gisi ambayo tunafanya hiyo kazi na najua kupitia Mungu yanagusa mioyo ya watu na yanabadilisha. Vizuri sana. So na kwa sasa kama msanii wa gospel tayari kama gisi unajua tumemaliza mwaka, tumeingia mwaka mwingine na so mambo ni mengi sana kama maprojet ambazo msanii wa gospel ya kupasa kufanya ili kuweza kuendelesha mji wa Uvira hasa dunia mzima, unaweza ukaiendelesha kupitia nyimbo zako. Labda tuambie kama msanii wa gospel ambao unafanya vizuri sana, unafikiria kufanya nini haswa? Hii mwaka lazima kabisa, hii mwaka wajue kama Mungu wa Uvira anaexiste kupitia waimbaji wetu hapa Uvira. Tunaandaa vitu vingi sana hii mwaka. Vraiment tunaandaa vitu vingi sana. Ninaomba kwa watu kutusaidia, kutusoutenir kwa sababu hii mwaka ninaandaa sortie officielle ya album yangu, itakuja kwa miezi ambayo itafuata. À part sortie officielle, tunaandaa vile concert ya kujulisha sortie officielle ambaye kuna msanii mkubwa ambaye tuko na waza atakuja hapa juu ya kusoutenir muziki yetu ya Uvira na kuonesha kamba hapa Uvira Mungu ambaye tunaomba hapa anaweza kabadili mafasi zingine ambaye iko karibu ya Uvira. Na labda msanii ambaye ni msanii wa ajabu sana ambaye atakuja ni msanii gani? Hiyo itakuwa surprise. Itakuwa surprise. Na vizuri sana. So labda tufikirie nini kuhusiana na concert ambayo utaifanya? Itakuwa concert ambayo itajihusisha na nini? Itafanya nini? Concert ambayo tutafanya itakuwa kwanza ya kulancer officiellement album. Dans ambapo tutaujisha itakuja kwenye flash, tutaujisha ma flash na waza watu watabarikia kupitia hiyo album. Ambapo kutakuja huyo msanii atakuja nayo kusoutenir muziki yetu ya gospel hapa Uvira na kuinua vipaji yetu ya gospel hapa Uvira. Na so nikitembea kabisa ndani ya maconcert na activities za wasanii wa gospel wengi, labda mojawapo ushaka participer, mais kuko ma activity ambazo labda sijawahi kukuona na so sijawahi kushuhudia concert ambayo umeorganize kama msanii wa gospel ambaye unafanya vizuri sana. Labda niambie kipi ambacho kinaweza kuwa kizuizi ambacho kinakufanya usionekane ndani ya ma activity ya artiste wengine na pia kuweza kufanya concert yako kama msanii wa gospel kwa miaka hizi ambazo unafanya career solo yako? Acha nikukumbushe kitu moja. Kitu ya kwanza nakumbuka ilikuwa ni 2017 ambapo tumefanya concours ya gospel kubwa na hiyo jusque paka hivi hakuyakuwa gospel kubwa. Ile concours tumefanya pale ambayo tulikuwa na Mike Kalambai, tulikuwa na Michel Bakenda, tulikuwa na DJ Mulumba ambapo mimi nimekuwa wa pili. Nilikuwa laureat wa pili. Tumewahi beneficia vitu ya mingi sana kupitia hapo. Na ni watu ambao wanatufunza kitu kimoja. Msanii sio mtu wa kama sisi ambaye tunafanya muziki ya gospel. Sio mtu wa kuonekana wakati wote. Unasikia? Sio mtu wa kuonekana wakati wote. Kuna wakati mmoja nimefanya lancement officiel ya carrière solo yangu, nimeshindikiza na concert. Ilikuwa 12 Desembre 2021. Sasa nikajiuliza comment mimi siwezi enda nifanye concert nishindikize nyimbo ya watu, jamais. Siwezi. Nikifanya concert ni nyimbo zangu ndio watu wasikie. Sama hivi sina nyimbo ambayo nitapresenter kwa watu. Nitaenda imba kitu gani? Nimbe Kalambai kila siku? Hapana. Tuna haja Kalambai watusikie na sisi, nyimbo zetu ziwaguse na wengine ambapo watujui kupitia Mungu. Sasa siwezi fanya concert kama wengine, munisamee, kama wengine tu wanalamka nasikia concert na unasikia ukifuata concert yake mwanzo mpaka mwisho ni manyimbo za watu. Hapana. Mimi naandaa concert ambapo watasikia ni manyimbo zangu tu, hakutakuwa nyimbo zingine, ni manyimbo zangu tu. Na ndio kitu ya kwanza kinanizuia kukua kwa activity za mingi sana, kwa sababu tunatumika na sauti ya Mungu na tunatumika kwa wakati ya Mungu.
Yeah. Na so fikiria kwamba kutokuwa pengine waartisti wengine wanaweza kukamata ni kadri ya orgueil au pendi kuweza kujizogeza kwa wengine, sababu unaposema ya kwamba siwezi fanya concert kushindikiza mwingine, ufikiria kwamba mu career yako pia mu maisha ya gospel inakuwa kionyesha orgueil mwa hivi ambayo haitakuwa sawa? No, sio orgueil. Sasa kwa sema sishindikizaki wengine. Ninashindikiza wengi sana. Kulikuwa concours moja hapa, sijitapia. Kulikuwa concours moja hapa ambayo imeandaa na Leader Kaleran, baleta Uvira Gospel Talent. Kuna msanii, unaona hao watu wasanii wote. Sio kama kitu najitapa. Kuna wasanii ambao mimi nimelipa pesa. Unasikia? Nimelipa pesa kuanzia mwanzo mpaka mwisho na nimemwandikisha. Alikuwa ule amekuwa ametoka wa kwanza ni mtu ambaye nimetia shauku. Ule amekuwa toka wa pili ni mtu ambaye nimetia pesa zangu ili kazi ya Mungu inuke. Kama mimi sionekani, mwingine akionekana kupitia ambapo mimi namfanizia kinyume, sina budi nionekane. Mungu njoo aonekane nafasi yetu. Mimi sitaki kuonekana. Unasikia? Sio kitu kama vile orgueil. Kuna wasanii mengi tunashindikiza ambayo tunaelewa na si muda ya Mungu ambapo hatuwezi kuwa kwa wakati wote tuonekane. Ni hivyo. Umemsaidia msanii na akaweza. Labda ni msanii gani? Anaitwa Wilkans, wengine wamuita Willow, wengine anaitwa Elisha Alpha Song Ministries. No, hapana Elisha Alpha Song. Ni Elisha mwingine. Sio anaitwa nyimbo jina yake ya pili sio. Vizuri sana. Na so labda tokea umeanza kazi ya gospel, umesupport wasanii, umewaandikisha kwenye makoncours, je, kitu gani ambacho faida ambayo umeshapata ndani ya kazi ya gospel ambayo unaifanya? Faida ya kwanza ambayo tunapata ni sifa kwa Bwana. Sifa kwa Bwana. Ndio faida ya kwanza naweza sema. Kitu nikifanya kitu nikisupport mtu na kifanya vizuri, nasikia moyo nimefarajika. Kwangu nikisikia moyo nimefarajika hivyo nasema Mungu kesho yake anaweza kanilipa kupitia ambapo mimi nimesupport. Ni hivyo tu. So labda una mawazo kama wasanii wengine wa gospel ambao wa nchi jirani ambao wanakuambia kwetu sisi muziki wa gospel siwezi nikafanya gospel na sipati kitu chochote kama pesa. So tusifikirie siku moja ndugu kasema ya kwamba mimi naanza vize franga sasa. Acha nikwambie kitu moja. Unajua kitu yote inaendana na pesa. Unasikia? L'évangile c'est bien, mais l'évangélisation inalomba pesa. Unajua? Inalomba pesa. Hatushurutishi watu pesa, lakini tunaonesha kazi ambayo tunafanya na hawa waweze kutusupport ili kazi ya Mungu iende mbele. Nikukumbushe, Yesu Kristo alikuwa na wanafunzi wake. Unajua kama kulikuwa wana kesi ndani? Ipo Yesu alikuwa na kesi na wanafunzi wake wanatiwa kesi. Nani alikuwa amechunga kesi hiyo? Nawaza ni Yuda kama hivyo. Amekuwa amechunga kesi. Kwa sababu gani? Pesa inasaidia kazi ya Mungu iendelee. Ni kitu ya muhimu sana kwa kazi ya Mungu. Hata kwetu sisi waimbaji. Kama hivi, unataka nyimbo zako zifike Kinshasa, utazifikisha namna gani? Hiyo sio evangelisation ile. Si Mungu ametutuma ulimwengu mzima. Tutaenda ulimwengu mzima namna gani? Sinabidi kama niko hapa nifanye platform kama vile YouTube. Hiyo YouTube inabidi nilipie. Ile YouTube inabidi muziki utie ndani, na hiyo ukitia muziki ndani inabidi utie nini? Utie mega, na hiyo mega franga zinatoka wapi? Imagine mtu mwenye uko mwimbaji mwenye hauna soutien yoyote, hauna muziki yako itaendelea, kazi ya Mungu itaenda namna gani? Ni vigumu sana. Na so labda kwa sasa unakuwa ukijisogeza karibu na msanii gani ambaye anafanya vizuri sana pia hapa Uvira? Wako wengi sana. Wa kwanza ni Boza Nzuluni, ndio directeur artistique wangu ambaye ananisaidia kwa muziki. Kuna Leader Kalerano, kuna hata wenye wiko hapa nasalimia kwa mbali mon frère bien-aimé Adorateur, ni mtu ambaye tunashirikiana sana kwa mbali kwa Kinshasa. Kuna wengi sana na nashirikia hapa. Dieu merci, la sœur Chantal mwenye ametoka sasa hivi. Kuna wengi sana ambao tunasaidiana kwenye muziki hapa. Na amjafikiria kufanya kitu kia pamoja kama collabo na pia kuunda kitu ambacho kitawakutanisha wa artiste wa gospel mkae pamoja na ili mfanye hata association ambayo inaweza kuwaunganisha? Hapa sasa sikukati hapa sasa tuna association ambayo wanaita IACK, Union des Artistes Gospel Sud Kivu, ambaye mwanashimamia ni Papa Claude na le frère Meshak, ambaye tunawaza kufanya kitu kubwa. Kwa binafsi mimi pekee nimewahi deja kufanya kitu moja pamoja na waimbaji wengi, lakini
mpaka hivi hatujaitoa kwa studio, na kuna mawazo mengi ambayo tunayo juu ya kufanya kwa pamoja na wengine wale. Vizuri sana. So unafanya kazi vizuri sana. Na so katika kazi zote hizi changamoto yako ni gani ambayo unakuwa nayo? Changamoto means what please? Na labda shida ambayo tayari umewahi kupata, kitu ambacho kinaweza kufanya leo ukasema naacha muziki wa gospel najikalia yangu. Changamoto ziko nyingi sana. Kweli ziko mingi sana. Kuna wakati wengine mtu fulani anaweza kusema nitakusaidia kitu fulani, nitakusaidia ili muziki wako endelee, nitakusaidia kwenye studio. Inafika wakati ana lose ana hatafanya kitu. Sasa tukikuwa na hiyo moyo ya kufuatilia watu, kuhukumu watu kwa sababu ya kusupport, hatafanya kazi ya Mungu. Sisi tunaomba Mungu aguse namna yoyote watu waole gisa kutusupport. Changamoto ziko za mingi kwa sababu na shetani naye hapendi kazi ambayo tunafanya. Unasikia anapita namna yote ili aweze kutuangusha, lakini pamoja na Mungu tunaweza. Sana. So mapya labda unakuwa na kitu kipya gani ambacho unaweza kuambia watazamaji wa MWK TV? Tuna kitu kipya ambayo tuko tunaandaa kwanza. Mbele album kutoka ni nyimbo ambayo itakuwa kwenye album ambayo tutafanya featuring na msanii mkubwa wa Bujumbura. Disila nawaza mwezi wa pili wala wa tatu tutatoa kutakuwa video ambayo imeandaa Lomai Africa pamoja na mimi artiste wa Lomai Africa Roberto. Na takia naweza sema kwa mwana weka ya vraiment nina hiyo shauku kwa sababu producer Benjamin Nawaza ambaye nimesikia kazi ambayo anafanya na ninatakia tufanye kazi mzuri pamoja naye kwenye Mwanaweka ya TV. Ambayo tunaweza penda sana mtu support kwa sababu muziki ambayo tunafanya gospel bila ma chaîne en ligne, bila ma media hatuwezi kufanya kitu nasi. Hiyo kazi inatusaidia sana kuendelesha muziki wetu. Kwanza natoa shukrani kwa kunipokea kwenye fasi vraiment, kitu ambayo imenigusa moyo sana. So yani mapya tusubirie utaweza kuita Benjamin ili aweze kuchangia nani ya kuweza kushoot nyimbo zenu. Vraiment tuna hiyo wazo kabisa ya kumuita mkuu wa Benjamin atusaidie kushoot kuna nyimbo fulani ambayo tumeandaa. Asante sana. Labda katika hali tu tunaenda kumalizia naona gita tayari iko mbele yetu, labda unaweza kutupatia acapella na ili tuweze kuambia wasikilizaji, watazamaji kipi ambacho tunafikiria. Asante sana. Sijui. Lokola ambeka kolone tumelo na mibonji epaina yo yawe. Lokola manasi atalo na misopa na makolo na yo. Na yena maloba teo na memi ebwene te. Il s'agit de moi papa. Yango tala motema nangai limoso na yo. Na reçois mon cœur, oh Jésus, mais voici au devant de toi, je viens, reçois-moi, Yahweh, regarde au fond de mon cœur, je les chante pour toi, Yahweh. Big up sana. Asante sana. Labda katika hali ya malizia kipi ambacho unaambia watazamaji ambao walikuwa wakikutazama kwenye MWK TV na pia kipi ambacho unawatakia kwa ajili ya maendeleo ambayo itakuja baadaye ambayo utayafanya, na pia unatakia MWK TV nini? Asante sana. Ninashukuru Mungu sana. Ninajua wengi kunatufuata
Kitu ya kwanza watakia waende kwenye YouTube wakitafuta Roberto Lomalisa officiel, hata kwenye TikTok, hata kwenye Instagram ni Roberto Lomalisa, hata kwenye page yangu ya Facebook kuna mara mingi tuna publier ma nouvelle yetu kwenye Facebook Roberto Lomalisa, watapata ma nouvelle. Tunaandaa mengi sana kuhusu hii mwaka, na kitu ya kwanza tunawaomba, kunaweza fikiria atuonani kwenye sura, lakini kwenye link tunaonana kwenye Facebook mara mingi ambayo tunatuma ma nouvelles zetu kwenye YouTube, kwa sababu kuna nyimbo ambayo ndaachilia hapa le 31, ni audio na itatoka le 31 janvier ambayo inaitwa El Shaddai. Tumefanya featuring na waimbaji wa Kiliba ambao wamenitafuta, tumefanya hapo featuring, nyimbo inaitwa El Shaddai ambayo tutachia le 31. Ninaomba muanze kutafuta Roberto Lomalisa kwenye YouTube, mtapata manouvelle. Kuhusu nyumba kubwa Mwanawe Kaya, ninatoa tena shukrani vraiment kwa kutupokea. Kitu naweza watakia na pia muendelee, ni jambo kubwa ambayo tunaona mna soutenir watu wengi, sio tu wa artiste, sio tu waimbaji. Naona vitu mingi ambayo mna soutenir, ni inainua mji wetu wa Uvira, na inaonesha combien de fois Uvira nous avons beaucoup de choses dont nous devons soutenir, na hiyo nawapongeza sana kwa kazi ambayo mnafanya. Asante sana. Asante sana. Labda pia tukushukuru kwa kuweza kuitika mwaliko na kuweza kuja hapa kwenye Mwanawe Kaya television. Ni mimi nakushukuru. Asante sana. Shukrani zangu zikurudilie ndugu mtazamaji wa Mwanawe Kaya television, na ni hapa ndipo kabisa tunafika mwisho wa kipindi cha gospel ambacho kimeongozwa nami Esther Daniela, na leo tulikuwa na mwaliko wetu ambaye ni ndugu Roberto, ambaye ni msanii wa gospel, anafanya vizuri sana hapa mjini Uvira. Na nikifikiri kama umetufuata mwanzo mwisho, umeweza kusikia kipi ambacho tayari amekifanya, nini atafanya, na pia ni kwa nini anafanya muziki wa gospel, na pia faida ambayo anaipata ndani ya muziki wa gospel. Labda ni kutakie tu usisaulike ku komante, kueme, na pia kuweza kusubscribe.